Mzinga tupo mwishoni mwa ligi, lakini ligi ndio inakaribia kutamatika, ligi kuu soka Tanzania bara ya NBC. Baadhi ya timu zikiwa tayari zimejiandaa kufanya maboresho kwa ajili ya msimu ujao. Lakini tuangalie Young Africans wanahusishwa katika tuseme kutafuta kocha mpya. Ambaye kocha mpya, kuna baadhi ya makocha ambao wanahusishwa, kwa maana kocha Roland Mokoena tunamuona, lakini tunamuona kocha wa ASEC Mimosa yule, lakini Florai Benge pia wote wanahusishwa. Kwanza hawa makocha watatu, kwa namna ambavyo nafahamu CV zao, ubora wao, wanaweza kujiunga na Young Africans na falsafa ya Young Africans kuwafikisha katika mafanikio. Lakini pia tumzungumzie kocha ambaye yuko kwa sasa hivi, Miloud Hamdi. Unadhani afiti? Kwa sababu tunaona ni kocha ambaye amepita kwenye vilabu baadhi vikubwa na ana CV ya kutosha. Nikianza na hilo la kwanza la Miloud Hamdi, ni kocha ambaye ni kocha mzuri, of course, kocha mzuri ambaye amefanikiwa tangu alikotoka. Katika baadhi ya maeneo alifanikiwa, kama ilivyo makocha wengine, kuna sehemu hawafanyi vizuri. Yes, kuna baadhi ya maeneo alifanya vizuri, na kumbukumbu yake nzuri ni kuchukua ubingwa wa Algeria, lakini pia alifanikiwa kucheza finali ya kombe la ligi ya mabingwa Afrika mwaka 2015 dhidi ya TP Mazembe akiwa na USM Alger. Yes, lakini Yanga yake ni nzuri, ameipokea Yanga ambayo inaendelea kufanya vizuri. Yani yeye kachukua kwenye mwendelezo kuendelea kufanya vizuri. Kitu ambacho binafsi wakati mwingine naweza nisipate wasiwasi sana kuona wakihusishwa na makocha wengine, kwa sababu Yanga ukiangalia timu yao, mastermind ambaye aliisuka hii timu na kuwa threat na kufanya vizuri ni Nasreddine Nabi. Nabi alipoingia, good thing ni kwamba GSM pia naye alikuwa ameingia, ukawekwa mzigo pale, akaanza kufanya usajili, vurugu nini, timu imeenda, ikaanza kufanya vizuri, akaitengeneza, ikaingia pia mpaka katika michuano ya kimataifa, ikafanya vizuri mpaka kufika hatua ya finali ya kombe la shirikisho Afrika. Baada ya kufanya vizuri, lakini pia katika ligi ya ndani wamedominate for 3 years in a row. Wamekuwa wakifanya vizuri, kubeba vikombe vingi vya ndani. Kwenye anga la kimataifa pia wamefika mpaka finali, msimu uliofuata wamefika mpaka robo finali, ingawa msimu huu wamedrop, wameishia tu kwenye group stage. Kwa hiyo ni Yanga ambayo Nabi ndo aliyetengeneza ramani. Sawa? Baada Nabi kuondoka, kwa sababu Nabi alichukua timu ikiwa imechoka, akaitengeneza, wakaja makocha wengine, akaja Miguel Gamondi. Ni kama alikuwa anatembelea ramani. Kama kuna kitu kigumu katika timu ni kuitengeneza timu kuwa stable. Alafu timu ikisha kuwa stable, ni rahisi kuiharibu, ni rahisi kuendelea kuipokea ikafanya vizuri. Yani vyote vinaweza vikatokea, inategemea na kocha ambaye anakuja, unaipokea timu katika mazingira gani. Sasa makocha ambao wamepita wote walipokea timu vizuri. Miguel Gamondi kachukua ramani, akawa na flow nayo, anaongezea vitu vyake, timu inaenda kufanya vizuri. Akaja Sede Ramovic, alkadhalika akawa anaendelea na ile ramani. Wanatofautiana tu vitu vidogo vidogo. Kaja pia Hamdi Miloud, unaona timu inaendelea na moto wake ule ule. Wana unbeaten nyingi. Sijui sasa hivi tutakuwa tumefika ngapi, lakini wana unbeaten nyingi katika ligi, katika michuano mbalimbali ambao wanashiriki. So unaweza kutaka kumpa credit kubwa sana Miloud Hamdi au kosei. Lakini upande wa pili, kuhusishwa na makocha wengine, kwa sababu wanaona kwa Young Africans kufanya vizuri katika ligi ndani is not a big deal kwao. Yani sidhani kama Yanga wana stress ya kufanya vizuri ndani, kwa sababu watani zao wa jadi kwa maana ya Simba tayari kimataifa wameshajipublish muda mrefu, wanafanya vizuri, si ndio? Kwa hiyo sasa hivi mpira wa Tanzania umeshift kutoka ndani kwenda kimataifa. Kimataifa kitu gani mnakifanya? Simba kafika finali ya Confederation, lakini story ilikuwa kama unakumbuka hadi Fabrice Ngoma akasema mna kuzungumzia tena kuhusu medali. Ushanielewa? Sasa tunaleta kombe, lakini sio hizi issue za mpira ndani. Mpira ndani umekuwa wanapokezana, anafanya vizuri huyu hata kuja kufanya vizuri huyu. So hizo tetesi ambao wanahusishwa na hao makocha, ukiangalia kimsingi ni makocha ambao wamekuwa wakifanya vizuri katika michuano ya kimataifa. Pengine ndo picha ya Yanga ambao wanaipiga, kwamba hawa ni makocha ambao wameprove kimataifa. Wawili hapo ni damchanga kabisa.
Yes, ikiwemo Rulani Mokoena. Lakini kwa logic hiyo au kwa fact hiyo, maana unaweza kuona hapo umesema hata huyu alichukua akiwa na timu kutoka Algeria, lakini akienda mpaka hatua ya finali na USM Alger. Maana pia ni kimataifa pia naye akiwa na uzoefu mkubwa. Of course ana uzoefu mzuri, lakini hii 2025 yeye alicheza finali 2015. Miaka mingapi? Miaka mingi kidogo. 10 miaka 10 nyuma. Ndio hiyo CV. Lakini hawa akina Rulani ndo wako hot cake sasa hivi. Ingawaje pia Rulani anahusishwa na Zamalek ya Misri, lakini at the moment ndio hot cake, yani ndo mahali ya makocha ambao wameingia kwenye career kwenye miaka hivi karibuni. Umeelewa? Rulani Mokoena kuja kufahamika zaidi kuwa hatari zaidi baada ya kuwa head coach Mamelodi Sundowns. Ndio watu wengi wamekuja kumfahamu sana. Lakini kabla hapo alikuwa assistant pale Mamelodi. Alikuwa assistant hata 2016 wanachukua ubingwa Champions League, yani assistant wa Piso Mosimane. Baadaye akatoka akaenda Orlando nako pia akaenda kuwa assistant. Kwa hiyo ni kocha ambaye kavuna vitu vingi. Kipindi ambacho Hamdi Miluli anafika mafanikio makubwa ya CAF kucheza finali, Rulani bado ni mtoto ambaye anajifunza. Lakini amekuja kufanya vizuri, kachukua African Football League ile. Yupo mpaka sasa hivi anaendeleza performance yake. Lakini ukienda katika ligi ya Morocco, of course project haikwenda vizuri. Wa Morocco wakawa wamevunja naye mkataba. Ukienda kwa Julien Chevalier, ni kocha mzuri ambaye tunazungumza mara kibao kuhusu West Africa. Ligi iliyobakia ni ligi ya Ivory Coast. West Africa, Afrika ya Magharibi yote, timu ambayo imekuwa ikiwakilisha vizuri kwenye miaka mingi, sio tu sasa hivi, ni ASEC Mimosas. Lakini ASEC Mimosas kuna miaka hapa katikati ilipotea. Julien Chevalier ndo kaja kuirudisha tena ASEC katika prime yake. Tunaiona ASEC sasa hivi ni shindani, tunaiona mara kwa mara kwenye michuano ya CAF group stage, quarter final to semi final, wamekuwa kushiriki. Wachezaji na ukiangalia ni selling club, ni club ambayo inatengeneza wachezaji kwa ajili ya kufanya business. Wanauza wachezaji lakini project wanazitengeneza tena. Ndio wachezaji wanaondoka, lakini mwamba yuko pale, leta wengine, wanatengeneza, wanauza, wanasajili, wana scout nzuri, wanatengeneza, wanauza. Kwa hiyo Julien Chevalier ni kocha ambaye ameprove pia kwenye kipindi hiki cha miaka hivi karibuni. Mwingine ni Jean-Froy Benge. Of course Froy Benge ni kocha muda mrefu pengine kuliko Miludi Hamdi, lakini Jean-Froy Benge bado ana data na biti, yani bado anafanya vizuri, kwa sababu Froy Benge mafanikio ya kwanza makubwa 2014 anacheza finali ya Confederation ya Champions League akiwa na Vita Club dhidi ya Entente Satif. Baadaye anatoka pale anarudi Vita Club, anacheza finali tena ya Confederation dhidi ya Raja Casablanca, anaenda Al Hilali, anafanya vizuri domestic league, anatoka pale anaenda RS Berkane, alikuwa RS Berkane kwanza kabla Hilali. Berkane kabeba pia Confederation Cup 2016, kabeba kombe la CHAN pale Rwanda wakicheza na Mali finali. Kwa hiyo ni kocha ambaye ana wasifu mkubwa tangu alikoanza, ni miaka mingi na umri wake ni mkubwa, lakini mpaka leo bado ni kocha tishio ambaye anafanya vizuri. So ukisikia unahusishwa naye sio kitu cha kushangaza, ingawaje nilipata taarifa kwamba hii deal kama imeyayuka kutokana na furusi. Ndio. Yes. Na hapo nilitaka niulize, kutokana na furusi au makocha wote wanaonekana wanalipwa mzigo mrefu ukiacha kocha wa ASEC? Of course. Yes, wanalipwa hela nyingi sana. Wanaweza kuwa afford sasa. Afu kocha wa ASEC alikwambia alipwa hela nyingi nani? Yani ni tofauti na hawa, kwa sababu na imani huko anakoenda sasa hivi analipwa hela nyingi. Rulani analipwa hela nyingi, lakini project yake ya mwisho ikufanya vizuri. Kwa hiyo maana yake automatic hela haiwezi kupanda. Umeelewa? Inaweza kawa pale pale au ika drop chini, kwa sababu anatakiwa kuanzisha tena kitu kingine ili kionekane. Ulifanya vizuri na Sundowns, si ndio? Umeshindwa kuperform kwenye Wydad, watu wanaweza kuweka question mark, huyu ni mzuri au sio mzuri? Kafanya vizuri kule, kashindwa na Wydad ambayo Wydad ina kila kitu, ni timu nzuri na kila kitu, lakini kwa nini ameshindwa huko? Kwa hiyo watu wanaweza kuweka doubt pia. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake ila inaweza kapungua, watu wanaweza kuvunja kibubu kutoka mchukua, kwa maana ya Young Africans anaweza kaingia kwenye kikosi chao tu wakamnunua. Lakini upande wa mwisho ni Julien Chevalier ambaye pia naye analipwa fedha nyingi. Julien Chevalier analipwa hela nyingi. Wewe unafikiri ASEC ni timu ya nani ile? Yes, pesa nyingi wanalipa. Yeah.